Baada ya kuungana na kumalizana na mwenyekiti wa bodi hii ya soka la wanawake wilaya ya Kibaha, sasa tunaungana na katibu wake, naye tusikie ana neno gani la kuzungumza kwa jambo ambalo limefanyika leo. Ilikuwa ni fainali ya soka la wanawake. Katibu, kwanza hongereni sana kwa kuandaa kitu kama hiki. Asante sana. Najua kila kitu kinaratibiwa na mratibu ambaye ni katibu. Kwa hiyo najua kabisa ni 100% umeshiriki uandaaji wa zoezi hili. Ni kweli kabisa. Kwanza kwa majina unaitwa nani? Kwa jina naitwa Hamo Donald Machapula, ndo katibu wa soka la wanawake wilaya ya Kibaha mjini. Tunapenda sana kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku hii ya leo. Haikuwa rahisi kiukweli, kama mnavyojua maandalizi ya ligi au uchezaji wa ligi ni mgumu sana, haswa kwa upande wa soka la wanawake, kwani wadhamini huwa ni adimu kujitokeza kutokana na dhama kuu iliyokuwepo kwamba soka la wanawake halilipi. Lakini nimshukuru pia mdhamini wetu wa ligi wa leo ambaye alimetudhamini kuanzia ligi ilipoanza mwezi wa pili mpaka leo hii tarehe 23, ndugu Alhaji Musa Mansuri ambaye pia ni mjumbe wa kamati ya siasa mkoa wa Pwani. Tunamshukuru sana kwa kutudhamini mpaka tumefika leo hii, kwani tumeweza kutoa zawadi mbalimbali, tumeweza kuwatambua timu zote kwa ajili ya kuwatunuku vyeti vya kuthibitisha ushiriki wao. Pia tumeweza kutoa mipira kwa mshindi wa pili na pia tumeweza kutoa kombe kwa mshindi wa kwanza. Mimi kwanza nikushukuru sana, umeongea vizuri sana na vitu vimeeleweka. Ukiwa kama katibu lazima unyooshe vitu vieleweke. Lakini nikuulize swali moja ambalo pengine itakuwa ni faida pia kwa watazamaji. Unawaambia nini sasa wanawake ambao wanadhani kucheza mpira kwa wanawake ni dhana labda ya uhuni? Pengine unawaambia nini ukiwa kama katibu ambao unasimamia soka hili la wanawake? Kwanza ndugu mtangazaji, mpira sio uhuni, kwa sababu hata mimi hapa katibu wa soka la wanawake, mimi ni mama wa watoto 3 na pia ni mke wa mume mmoja. Kwa maana hiyo niwathibitishie watu kwamba mpira sio uhuni. Mpira ni ajira, mpira ni mahusiano, mpira ni connection, mpira ni afya. Hivyo wito wangu kwa wanawake wajitokeze au waruhusu watoto wao majumbani waweze kujitokeza kushiriki katika mipira hii, kwani mpira ni ajira. Tukija kuangalia Yanga Princess, Simba Queens na Taifa Stars ile ya Twiga. Kwa hiyo niwaase wazazi waruhusu watoto, mpira sio uhuni. Mpira ni moja ya connection. Mimi nikushukuru sana katibu, nisikuchoshe sana, lakini tuna zoezi kubwa ambalo litakuwa linafanyika hivi karibuni hapa katika wilaya hii ya Kibaha. Mmepata bahati ya kupata uzinduzi wa mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2025 na kauli mbiu ikiwa ni kujitokeza uchaguzi mkuu wa kitaifa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Ukiwa kama katibu na sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu ni sehemu ya amani, unawaambia nini sasa wananchi wa Kibaha au unazungumza nini kuelekea uzinduzi wa mbio hizi za Mwenge? Kuelekea uzinduzi wa mbio za Mwenge, kwanza nishukuru serikali kwa kuitambua wilaya yetu ya Kibaha mjini kuwa wao ndo wenyeji wa ufunguzi wa mbio hizi za Mwenge, kwani wilaya yetu itakwenda kutambulika kitaifa na kimataifa, maana hizi mbio ni mbio za kitaifa. Pia ni washauri au ni wasihi ndugu wananchi wa wilaya ya Kibaha na mkoa wa Pwani kwa ujumla wajitokeze kwa wingi siku ya tarehe 2 katika uzinduzi wa mbio za Mwenge, kwani ni moja ya fursa pia ya kutambua miradi iliyotekelezwa katika utekelezaji wa Irani, kwani hata mimi hapa nimeongea pia ni katibu wa Chama cha Mapinduzi kata ya Kibaha, hivyo ni msimamizi pia wa utekelezaji wa Irani. Kwa hiyo kuna mengi mazuri ambayo yamefanywa na mheshimiwa wetu Rais Dr. Samia Suluhu, kwani ni mwanamama kama sisi tunajivunia kuwa na rais mwanamke. Ni bahati na ni adhimu sana katika nchi zetu za Kiafrika kuamini wanawake, kwani wanawake tunaweza hata tusipowezeshwa. Kwa hiyo ni waombe ndugu wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi kwa ujumla wajitokeze kwenye mbio za Mwenge kushuhudia utekelezaji wa Irani, maana Mwenge ni umeletwa mahususi kwa ajili ya kutekeleza miradi yote iliyofanyika chini ya rais wetu Mama Samia. Kwa hiyo waje wajionee wenyewe miradi iliyotekelezwa na serikali, kwani inakwenda kukaguliwa na Mwenge. Simba Yanga? Ngea ukweli katibu. Mi Yanga.
Wewe ni mshabiki wa Yanga? Mimi shabiki wa Yanga na sio tu shabiki, mimi ni mwanachama. Vipi? Mtacheza au hamchezi? Wasikimbie tu kama walivyokimbia. Ila mtacheza. Kucheza lazima. Kucheza ni lazima, japo wao walitutia hasara kwa sababu watu wametoka nchi mbalimbali. Kama unavyojua dabi ya Kariakoo ni dabi kubwa. Kwa hiyo unapoacha kupeleka timu uwanjani ni moja ya hasara. Hawajatu athiri sisi tu wapinzani wao, bali wameathiri mpaka wananchi, wafanyabiashara, watu. Kwa hiyo hii mimi nadhani sawa tunaweza tukapeleka timu, lakini uongozi wa soka TFF waliangalia kwa jicho la tatu jambo hili la kutopeleka mechi uwanjani. Inakuwa ikiwa gharimu sana, kama tulivyosikia kwenye vyombo vya habari, kuna mmoja wetu alifariki dunia kwa sababu tu ya mapenzi ya dhati na kutokuona pambano la Simba na Yanga. Kwa hiyo wasiruhusu tena madhara kama haya yaweze kujitokea. Katibu, asante sana. Labda kwa kumalizia, ujio wa Sullivan TV pamoja na Djuma TV katika mkoa wa Pwani, ukiwa kama katibu wa Chama cha Mapinduzi lakini ni katibu wa soka la wanawake wilaya ya Kibaha, unazungumziaje na makao makuu yetu yako hapa katika wilaya yako hii ya Kibaha, maeneo ya Mikongeni, unazungumziaje? Mimi kwanza niwapongeze hii taasisi ya habari, japo jina limenitoka hapo, Sullivan, niwapongeze kwa kweli kwa kuichagua wilaya yetu ya Kibaha. Mimi niseme tu Kibaha ina neema, Kibaha ina kibali mbele za Mungu. Niwakaribishe sana, sisi ndio wenyeji wenu, karibuni, tutashirikiana bega kwa bega kwa kila matukio yatakayojitokeza, iwe ya kimichezo, iwe ya kichama, iwe ya kiserikali. Karibuni sana, tuko pamoja. Kauli mbiu yetu tunasema Sullivan TV, habari kiganjani mwako. Sullivan TV, habari kiganjani mwako. Haya, asante sana. Na mtazamaji wa Sullivan TV, ni katibu huyo ambaye nimezungumza naye hapa. Ni mwanamama lakini ni mama wa familia na ni mke wa mtu. Kwa hiyo ogopa matapeli, ni mke wa mtu huyu ambaye nimezungumza naye hapa katika viwanja hivi vya Mwendapole, ambapo umefanyika mchezo wa soka la wanawake wa ligi hii. Ilikuwa ni ligi ambayo imefanyika kwa ngazi ya wilaya na washindi wameondoka Vatican Princess ambao wameondoka na ushindi na wamechukua kombe hili. Mimi kutokea hapa katika viwanja hivi vya Mwendapole sina la ziada na nikutakie usiku mwema.